Hii ndiyo sababu ndoto zingine hutimia na nyingine hazitimii. Kuna ndoto ambazo unaziota, moyo wako unasisimka, unajua kabisa hii si ndoto ya kawaida, kuna kitu kinaongea ndani yake. Lakini ajabu ni hii, baadhi ya ndoto zinatimia kwa usahihi na nyingine zinapotea kama moshi, hazionekani tena maishani. Umewahi kujiuliza ni kwa nini? Kwa nini ndoto moja iwe kama unabii na nyingine iwe kama upepo uliopita? Siri iko hapa. Si kila ndoto ina uzito sawa kiroho na si kila ndoto imekusudiwa kutimia. Leo utaelewa kwa kina sana kwa nini ndoto zingine hutimia na kwa nini nyingine hazitimii kabisa. Kabla hatujaendelea na somo letu la leo, jambo la msingi ambalo unatakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza, lakini pia kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie sababu ambazo zinazifanya ndoto zingine zitimie na nyingine zisitimie kabisa. Namba moja, ndoto zenye asili ya Mungu ndizo hutimia. Hili ni jambo la kwanza kabisa. Ndoto zenye asili ya Mungu ndizo hutimia. Sio kila ndoto inatoka kwa Mungu. Ndoto inayotoka kwa Mungu huwa na kusudi, ujumbe na direction ya maisha yako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi 15 imeandikwa, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu, katika usingizi kitandani. Kwa hiyo Mungu hutumia ndoto kuonya au kuelekeza au kufunua jambo lijalo. Kwa hiyo ndoto hizi huwa na nguvu ya kutimia kwa sababu chanzo chake ni Mungu mwenyewe. Ndio maana ndoto za watu kama vile Yusufu zilitimia kwa sababu zilikuwa za kiungu. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza ambalo nitakuwa litambue. Ndoto ambayo inatimia, ndoto zenye asili ya Mungu ndizo huwa zinatimia. Ndoto zenye asili ya Mungu ni ndoto ambazo huwa zinatimia. Lakini jambo la pili, ndoto za hisia na mawazo hazina nguvu ya kutimia. Siku zote ndoto za hisia au ndoto ambazo zimetokana na mawazo huwa hazina nguvu ya kutimia. Kuna ndoto nyingi ambazo zinatokana na mawazo ya mchana, shughuli za kila siku au hofu zako, matamanio yako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 5 na mstari wa 3 imeandikwa, kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi. Kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi. Hizi ni ndoto za kawaida kabisa, hazina nguvu ya kiroho. Ndio maana zinaweza kuwa kali sana, lakini hazitokei kamwe. Watu wengi huchanganya hapa, wanadhani kila ndoto ni ujumbe, kumbe ni akili yao tu. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo nitakuwa utambue, kuna ndoto ambazo zinatokana na hisia na mawazo. Siku zote ndoto ambazo zinatokana na hisia na mawazo huwa hazina nguvu ya kutimia. Ndoto ambayo inatokana na hisia au mawazo yako huwa haina nguvu ya kutimia. Lakini jambo la tatu, ndoto zinazohitaji hatua ndizo uchelewa kutimia. Siku zote ndoto ambazo zinahitaji hatua ndizo uchelewa kutimia. Kuna ndoto ambazo Mungu anakupa lakini zinahitaji ushirikiano wako ili zitimie. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 2 na mstari wa 17 imeandikwa, vivyo hivyo na imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Kwa hiyo ndoto inaweza kukuonyesha mafanikio, lakini bila hatua zako haitatimia. Kwa hiyo ndoto hizi hazishindi kutimia, ila zinachelewa kwa sababu wewe hujachukua hatua. Kwa hiyo kuna ndoto inaweza sitimie kwa sababu kuna ndoto zinazohitaji hatua ndizo uchelewa kutimia. Ndoto zinazohitaji hatua ndizo uchelewa kutimia. Kuna muda ndoto inaweza sitimie kwa sababu hujachukua hatua. Ni kweli Mungu amekuonyesha utafanikiwa. Ni kweli Mungu amekuonyesha umepanda ndege. Ni kweli Mungu amekuonyesha utafika mbali. Lakini usipochukua hatua, ndoto ile inaweza sitimie. Kwa hiyo kuna ndoto hazitimii kwa sababu hujachukua hatua. Ni kweli Mungu amekuonyesha unawafungua watu, unawaombea watu, unafanya vitu vikubwa vya ajabu, ila usipochukua hatua, ndoto ile haitatokea. Namba 4, kama unanielewa naomba comment na kuelewa vizuri mwalimu.
Asante sana kwa comment yako. Asante, one comment ya naona hapa comment. Asante na kuelewa vizuri mwalimu. Asante, Mungu akubariki. Ya ndoto namba 4, ndoto hupigwa vita vya kiroho kabla ya kutimia. Kuna ndoto ambazo hupingwa kiroho kabla hazijatimia, zinaanza kupingwa kiroho kabla hazijatimia. Ndoto nyingi zenye maana kubwa hukutana na upinzani mkubwa wa kiroho. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6 na mstari wa 12 imeandikwa, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kuna vita visivyoonekana vinavyoweza kuzuia ndoto isitokee, kuchelewesha utimilifu wake au kubadilisha kabisa. Ndio maana baadhi ya ndoto nzuri sana hazitimii kirahisi, zinahitaji maombi, imani na uthabiti. Kwa hiyo kuna baadhi ya ndoto inaweza sitimie kwa sababu ya vita. Unashangaa umeota ndoto nzuri kabisa, lakini ndoto ile haitimii kwa sababu inazuiliwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Kuna maadui ambao wanaizuia isitimie. Kwa hiyo ndoto hupingwa kiroho kabla ya kutimia. Ndoto inaweza kazuiliwa rohoni. Ni kweli kabisa umeota ndoto nzuri kabisa, lakini unajiuliza kwa nini ndoto hiyo umeota ni nzuri, lakini kwa nini haitimii? Haitimii kwa sababu inazuiliwa rohoni. Kuna upinzani wa kiroho. Ndio maana kwenye kitabu cha Efeso 6 mstari wa 12 imeandikwa, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kuna vita visivyoonekana vinavyoweza kuzuia ndoto isitokee. Kuna vita ambayo haionekani inaweza kazuia kabisa ndoto isitokee. Yaani ikazuia kabisa au ikachelewesha utimilifu wake au kubadilisha kabisa. Yaani maadui anaweza kazuia kabisa au akaibadilisha kabisa, yani isitokee kabisa. Na kuombea katika jina la Yesu, kama kuna jambo zuri ambalo Mungu amekufunulia, ninaamuru litokee kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Kama kuna jambo zuri, jambo la baraka ambalo Mungu alikufunulia kwa njia ya ndoto, ninaamuru baraka hiyo itokee kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Kwa hiyo ndio maana baadhi ya ndoto nzuri sana hazitimii kirahisi, zinahitaji maombi, imani na uthabiti. Lakini jambo la 5, muda wa Mungu ni tofauti na wakwako. Kwa nini ndoto zingine zinatokea zinatimia lakini nyingine hazitimii? Muda wa Mungu ni tofauti na wakwako. Kuna ndoto ambazo hazijashindikana bali bado hazijafika muda wake. Kuna ndoto ambazo sio naomba hazitimii lakini bado hazijafika muda wake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Habakuki sura ya 2 na mstari wa 3 imeandikwa, maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kuufikia mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapokawia ingoje, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Kwa hiyo Mungu hachelewi, lakini pia hawai mapema. Kila ndoto ya kiungu ina timing yake, ina muda wake. Watu wengi hukata tamaa wakidhani ndoto haikutimia, kumbe bado iko njiani. Hutaki kukata tamaa, simama, songa mbele, usikate tamaa wewe. Lakini jambo la 6, ndoto nyingine ni onyo tu, si lazima zitimie. Wakati ndoto nyingine waga ni onyo tu, sio lazima zitimie. Sio kila ndoto ina maana ya hii lazima itokee. Baadhi ni onyo ili ubadilishe mwelekeo. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia 18 na mstari wa 7 hadi 8 imeandikwa, wakati wowote nitakapotoa habari za taifa na habari za ufalme, kuung'oa na kuuvunja na kuuangamiza, ikiwa taifa lile nililolitaja litageuka na kuacha maovu yake, nitaghairi, nisitende mabaya yake niliyoyaazimia kuwatenda. Kwa hiyo ukichukua hatua sahihi baada ya ndoto, unaweza kuzuia kabisa isitokee. Ndio maana ndoto mbaya wakati mwingine hazitimii kwa sababu ulirekebisha hali mapema. Kuna wakati Mungu anaweza kukufunulia kitu, na Mungu anakuwa baada ya kufunulia, sio kila ndoto unayoiota lazima itokee. Kuna wakati unaweza kaomba, labda umeona jambo baya ukaikataa ndoto hiyo kwa jina la Yesu, nakataa ajali, nakataa jambo hili litatokea kwenye maisha yangu. Maana yake ndoto hiyo umebadilisha. Au baada ya kuota ndoto hiyo ukabadilisha mwenendo wako, maana yake ndoto ile inaweza isitokee. Lakini jambo la 7, kutokuitunza ndoto huiua kabisa. Kutokuitunza ndoto huiua kabisa. Ndoto ni kama mbegu, ukiacha bila kuilinda inakauka. Unapopokea ndoto hasa ya kiungu, usiweke wazi kwa kila mtu.
usiharibu kwa maneno hasi, usiache ipotee bila kuifikiria. Watu wengi hupoteza ndoto zao kwa sababu hawazilindi kiroho wala kimawazo. Kuna baadhi ya watu wanapoteza ndoto zao, nakuta mtu amepata ndoto nzuri, anaanza kuitangaza, jamani, nimeota ndoto hii. Sio kila ndoto ni ya kutangaza. Ndoto namba 8, kutokuwa jambo la 8, kutokuwa na imani huzuia utimilifu wa ndoto. Ndoto inaweza kuwa ya Mungu, lakini bila imani haitakuwa na nguvu ya kuonekana. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Marko sura ya 9 na mstari wa 23 imeandikwa, Yesu akawaambia, ukiweza yote yawezekana kwake aaminie. Kwa hiyo mashaka, hofu na kutokuamini vinaweza kufunga mlango wa utimilivu. Kwa hiyo ndoto nyingi zinakufa si kwa sababu si za kweli, bali kwa sababu mwenye ndoto hakuiamini. Ndoto nyingi zinakufa kwa sababu ya kukosa imani. Ukuta mtu anaota ndoto anasema, hivi kweli itatokea, hivi kweli ndio mimi. Ndoto hiyo inaweza isitokee usipokuwa na imani. Namba 9, dhambi na maisha yasiyo sahihi potosha ndoto. Unapokuwa mbali na Mungu, uwezo wa kutofautisha ndoto ya kweli na ya uongo hupungua. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 59 na mstari wa 2 imeandikwa, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone, hata hataki kusikia. Kwa hiyo hali ya kiroho inaathiri ufafanuzi wa ndoto, uelekeo wake na hata utimilifu wake. Ndoto safi zinahitaji moyo safi. Haleluya. Kama unanielewa, naomba comment, sema nakupata vizuri mwalimu. Kama unanielewa vizuri, sema nakupata vizuri. Wewe endelea kucomment tu, sema nakupata vizuri mwalimu. Ukinielewa tu unasema nakupata vizuri, nakupata vizuri. Safi sana. Asante sana wewe unaifanya. Mungu akubariki. Jambo la 10, ndoto nyingine ni majaribu ya imani yako. Sio kila ndoto inakuja kukupa jibu, baadhi zinakuja kukupima. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 22 mstari wa 1 imeandikwa, ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia, Ibrahimu, naye akasema mimi hapa. Mungu alimjaribu. Kwa hiyo Mungu anaweza kukuonyesha kitu kikubwa ili aone kama utaamini, utavumilia au utakata tamaa. Kwa hiyo ndoto inaweza kuchelewa si kwa sababu haipo, bali kwa sababu wewe bado haujafikia kiwango cha kuipokea. Lakini jambo la 11, ndoto zinahitaji tafsiri sahihi. Ndoto bila tafsiri sahihi ni kama ujumbe usiosomeka. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura 40 na mstari wa 8 imeandikwa, wakamwambia, tumeota ndoto, wala hapana awezaye kuifasiri. Yusufu akawaambia, kufasiri si kazi ya Mungu? Tafadhalini mniambie. Kwa hiyo ndoto nyingi hazitimii kwa sababu zimeeleweka vibaya, zimechukuliwa juu au zimepuuzwa kabisa. Ndoto ile ile inaweza kukujenga au kukuangamiza, inategemeana umeitafsiri vipi. Ndio maana kwenye kutafsiri ndoto inahitaji hekima ya kimungu, inahitaji hekima ya kimungu sana. Watu wengine kwa kukosea kutafsiri ndoto, yaani ndoto ile ile ukikosea, ndoto ile ile inaweza kujenga, lakini ukikosea pia ndoto ile ile inaweza kuangamiza kabisa. Inategemeana umeitafsiri vipi. Lakini jambo la 12, maneno unayosema baada ya ndoto yanaamua hatima yake. Baada ya ndoto, kile unachokisema kina nguvu kabisa. Yaani baada ya kuota ndoto, kile unachokitamka kina nguvu kabisa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mithali sura ya 18 na mstari wa 21 imeandikwa, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Kwa hiyo ukisema hii haiwezekani au hii ni ndoto tu, unakata nguvu yake. Lakini ukisema hii itatimia kwa mapenzi ya Mungu, unaipa uhai. Jambo la 13, mazingira yako yanaweza kuathiri ndoto zako. Yaani mazingira yako yanaweza kaathiri ndoto yako, yanaweza kufanya ndoto yako ikatimia au isitimie. Watu unaojizungusha nao au mazingira unaoishi vinaweza kuua au kujenga ndoto. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 33 imeandikwa, msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Ukizungukwa na watu wa kukatisha tamaa, watu wasiothamini mambo ya kiroho, ndoto zako zitapoteza nguvu. Kwa jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue. Sasa unaanza kuona picha kamili sasa. Ndoto si kitu rahisi kama wengi wanavyofikiri. Ndoto zinaweza kuishi, kukua au kufa. Kwa hiyo kutegemea na chanzo chake cha imani yako, hatua zako na hali yako ya kiroho. Kwa hiyo ndoto yako si tatizo, mfumo wa kiroho ndio unaamua hatima
yake. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, ningefurahi kuniambia umejifunza jambo gani. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.